Kama wewe ni mwanamume wa hawantakaowataja wakati wa tendo la ndoa, tafadhali usizidishe zaidi ya bao moja. Kama wewe ni mwanamume lakini ule wakati wa kuvumbulana una njaa, tafadhali usizidishe bao zaidi ya moja, kwa sababu tendo lenyewe linahitaji nguvu. Kwa hivyo wewe mwanamume mwenye njaa ama uchovu, ukifosi unaweza kufia kwenye kinena. Labda na wanasema kwamba nzi kufa kwenye kidonda si haramu, lakini chonde kama una njaa jamani usifosi. Kama una uchovu usifosi, manake utakufa juu ya kinena. Sawa Na kama wewe ni mwanamume mwenye upungufu wa damu, for instance damu ikiwa chini, mfano iko chini ya 7, inasababisha sana moyo kudunda kwa nguvu, jambo ambalo litakuhitaji pia kutopiga mabao mingi. Kwa hivyo kama unajua wewe una upungufu wa damu alafu unataka kupiga show sana, haitowezekana. 1, lala chali. 1, lala kama fungo. Sio vibaya, bora hata ukaitwa wewe unakibamia, wewe kimoja chali, sawa, lakini unachelea afya yako. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamume mwenye upungufu wa damu, tafadhali usizidishe zaidi ya bao moja. Na kama wewe ni mwanamume mnene sana, tulia. Kwa sababu mwanamume mnene sana wakati wa kuvumbulana anachoka haraka. Kwa hivyo unashauriwa kushiriki tendo kwa kupumzika. Sawa Sio kwamba wewe unataka kumkomoa yule mwanamke wako umuonyeshe kwamba unaweza. Hapana, utakuja kufa juu ya kinena. Wewe ni mnene sana, piga bao lako moja, pumzika, pumua, hata ikibidi kama ni kesho ndio uvumbulane tena, lakini kwa sasa kimoja, lala, ushukuru Mungu kwamba wazungu umewatoa. Sio lazima usifiwe, muhimu ni wazungu watoke. Sawa Lakini pia kuna mwanamume ambaye ana matatizo ya moyo. Mwanamume yeyote anapokuwa na changamoto za moyo, basi ukilazimisha kupiga show sana, ukilazimisha kuvumbulana kwa muda mrefu, moyo unaweza kufeli ghafla, ukawa na heart attack, ukawa na cardiac arrest. Habari zikitolewa kwamba mtu fulani, kisha basi atawe ni maarufu, hatari. Kibaya zaidi hiyo umekufa juu ya kinena kwenye mchepuko. Mke wako anapata habari mumeo amefariki dunia. Amefariki dunia kwa sababu gani? Amepatwa na mshtuko wa moyo ghafula. Wapi? Kwenye juu ya kinena. Wewe uone aibu? Kwa hivyo jamanini, chonde. Kama wewe ni mwanamume mwenye tatizo la moyo, tafadhali sio lazima usifiwe. Muda mwingine unajiangalia na wewe afya yako. Sawa Alright. Haya, mwingine anayetoka kufanya mazoezi makali. Kitaalam inashauriwa unapotoka kufanya mapumziko, pumzika jamani, walau lisaa, ili mwili wako upoe kabla ya kuanza kupiga mechi, kabla ya kuanza kupiga show sana. Lakini sasa wewe umetoka kupiga mazoezi, alafu umepatana na kidosho, umepatana na mchepuko, umemuona mke wako maungo yako wazi, tayari upige show, utakufa. Sawa Chonde. Na wewe mwisho kabisa ni mwanamume ambaye anatumia dawa za presha. Piga bao lako moja, hata usipojaza kijiko, sawa, tutaelewa wewe ni mgonjwa. Lakini ukifosi utakwenda jongomeo. Ni hayo tu kwa sasa.